Kiboko TV. Baada ya malalamiko ya mwanamama Pamela Bukumbi kuhusu kazia toka kwa watumishi wa mizani ya Vigwaza mkoani Pwani, Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema serikali imewasimamisha kazi wasimamizi wa mizani kutoka Tunduma mkoani Songwe hadi Vigwaza, ambao walikuwa zamu kwa kosa la kazia iliyojitokeza hivi karibuni kwa kuhusisha lori la mizigo na mama huyo. Fuatilia Kiboko TV kisha subscribe, share, like na comment upate habari za uhakika. Kimsingi nimewaita hapa niweze kutoa ufafanuzi kidogo na hatua ambazo kama serikali, kama wizara tumeamua kuzichukua baada ya kushauriana na management na wataalamu wangu. Hatua hizo na ufafanuzi huo unatokana na kadhia iliyojitokeza hapa karibuni, iliyohusisha gari la mizigo namba T137 DLQ likiwa na tela T namba 567 CUR, ambapo tumeshuhudia mama mmoja kwa jina alijitambulisha Bi Pamela akiwa katika kituo cha mizani cha pale Vigwaza mkoani Pwani akilalamika juu ya mwenendo na tabia ambazo zilijitokeza dhidi yake. Sasa baada ya kufanya utaratibu wa kusikiliza kile ambacho yeye alichokilalamikia, nilitoa maelekezo moja kwa moja kwa wataalamu wangu kupitia katibu mkuu kunipatia taarifa ya nini ambacho kimesababisha kadhia ile. Na niseme tu kwamba baada ya kupata taarifa ile, taarifa inanionyesha kuwa ziko sintofahamu ambazo zilijitokeza kutokana na jambo hili. Kimsingi ukisikiliza pande zote mbili, unaona kwamba liko tatizo la wazi ambalo limesababisha tufike katika hatua hii ya leo tuliofikia. Na kwa msingi huo, baada ya kugundua kwamba liko tatizo, nimeamua kuchukua hatua zifuatazo kwa kumwelekeza katibu mkuu. Moja ni kuwasimamisha wale wasimamizi wetu wa mizani hii tunaita T1, barabara nzima ya kuanzia Tunduma mpaka inafika pale Vigwaza. Nimeamua kutoa maelekezo ya kuwasimamisha wote hawa waliokuwa kwenye shifti kwa siku ile wakati tukio hilo linatokea. Na kwa nini nimewasimamisha? Ni kwa sababu tumefanya hivi kwa malengo ya kufanya uchunguzi, ambapo tumekwisha kuunda timu ya uchunguzi ambao nimemwelekeza katibu mkuu timu hii iundwe na tayari imekwisha kuundwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kuanzia kule ambako gari iliingia katika nchi yetu mpaka kufika katika tukio ambako limetokea, ili tuweze kuwa na uchunguzi huru wa mwenendo, lakini vivyo tutatazama na mengine yanayoendelea katika mizani yetu hii. Timu hii itawahusisha maafisa wa serikali ambao tunaamini kwamba watafanya kazi kwa haki na watafanya kazi kwa weledi mkubwa kabisa. Na hii timu pia inaweza kutuletea mapendekezo mengine na hatua zaidi za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya wale wote ambao wataonekana kuwa wamefanya vitendo au wamekuwa na vitendo visivyoridhisha. Lakini niseme tu kwamba baada ya kuwasikiliza kwa makini sana wataalamu wetu,
na kwa kuchukulia historia, sote tutakubaliana tumekuwa na matatizo yenye kujirudia kwenye eneo hili la mizani. Na kwa sababu kuna hili tatizo lenye kujirudia miaka nenda miaka rudi, hadi kwamba mtazamo wa Watanzania walio wengi kuhusiana na mizani umekuwa ni mtazamo hasi. Mara baada ya kuwasikiliza wataalamu, nimegundua kwamba kuna human factors. Mizani yetu inaendeshwa na wanadamu, na mambo yamekuwa ni mengi sana huko. Lugha zinalalamikiwa, lakini vile vile wako wengine wachache, baadhi yao wasio waaminifu, na kwa hivyo kumekuwa na malalamiko ya vitendo vya rushwa. Nimewaagiza TANROADS haraka sana waanze hatua za kubadilisha mifumo yetu ya uendeshaji wa mizani. Dunia imeendelea sana hivi sasa hivi. Tunasisitizwa kwenda na teknolojia. Kwa hivyo nimewaagiza haraka sana watangaze kitu tunasema expression of interest, watu waje na technology ambazo ni automated, ziwe ni automatic, badala ya watu kucompromise kwenye vituo. Binadamu na binadamu wanazungumza, binadamu na binadamu wanazungumza, mambo yanakuwa ni mengi sana. Na mfano wa mambo hii ya automation, wenzetu wengine, hata majirani zetu tu hapa, tayari wameshakwisha kufika katika hatua hiyo. Kwa hivyo nimewaagiza, tuna mizani 78 nchi nzima. Nataka tuondokane na hizi human factors, kwamba mtu anaamua yeye. Twende kwenye automation. Hii ndio itakuwa ni long term strategy. Itakuwa ni mkakati wa muda mrefu. Lakini mkakati huu tunataka tuutekeleze kwa haraka iwezekanavyo. Tupunguze muingiliano baina ya watu na watu, mtu na mtu. Hata akiwepo mtu awe ni mlinzi tu, lakini dereva akifika awe anaongea na machineries tu. Na mifumo pia vile vile isomane, kwamba kituo kimoja cha mzani na kituo kingine cha mzani kiwe kina mawasiliano ya kimfumo. Na jambo hili limekuwa likielekezwa sana na viongozi wetu, lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akilisisitiza na kulisema sana jambo hili kila mara, kwamba mifumo katika serikali ni muhimu na ni lazima isomane. Mimi mara baada ya kusikiliza timu ya wataalamu wangu waliponipatia taarifa ya awali, niliona wazi kabisa kwamba liko tatizo la kutokusomana kwa mifumo. Kwa hivyo nimetoa maelekezo haya yaanze kufanyiwa haraka sana utekelezaji wake. Na la mwisho, pia mara baada ya kupata taarifa, nimegundua kwamba mizani zetu zote ziko chini ya mameneja wetu wa TANROADS wa mikoa. Lakini hapa karibuni tunaona kwamba mameneja wa mikoa wameacha kazi hii kuisimamia ipasavyo. Sasa maelekezo ambayo ninayatoa ni kwamba mameneja ni lazima wawe wasimamizi number 1 wa mizani zetu zote. Hivi sasa tumeamua kuwaweka pembeni wale waliokuwa katika shifti siku ambapo gari hili lilikuwa linapita kupisha uchunguzi. Lakini hapo mbele tutaanza mara moja mizani zitakazokuwa zikilalamikiwa, na mameneja tutawachukulia hatua pia. Isiwe ni kwa ajili ya wale watu wanaosimamia zile mizani tu, in charges. Kwa wale in charges wako chini ya mameneja. Na kwa muda mrefu mameneja wamekuwa wakijiweka kando juu ya kusimamia kazi hii muhimu sana. Hii mizani ndio yenye kulinda barabara zetu. Uwekezaji wa serikali kwenye barabara ni mkubwa sana. Barabara ya lami kilomita 1 ni wastani wa shilingi za Tanzania
bilioni 1 mpaka bilioni 2. Inategemea na mazingira ya eneo lenyewe linalokufanyiwa kazi. Na pesa zinazotumika ni pesa za umma. Na kwa hivyo ni muhimu sana wakati huo kuendelea kulinda rasilimali hii, kwa kuwa barabara zinapoharibika uwekezaji wake ni ghali sana, lakini si tu uwekezaji, na usalama wa watumiaji wa barabara wao wenyewe. Tunapokuwa na barabara zenye mashimo na zenye matuta zilizokuwa zimeharibika, usalama pia wa watumiaji wa barabara unakuwa ni wa mashaka. Kwa hivyo yote ni muhimu. Mizani yetu ni muhimu sana ili kulinda uwekezaji wetu tuliofanya katika barabara zetu, lakini pia vile vile kulinda usalama wa watu kwa kutokupitisha mizigo isiyokuwa na sifa za kuweza kupita katika barabara kwa mujibu wa sheria zetu. Ndugu waandishi wa habari, ninaomba niwashukuru tena kwa mara nyingine. Nimeona nitoe ufafanuzi na nitoe hatua za awali tulizozichukua juu ya jambo la kadhia hii iliyojitokeza katika kituo chetu cha mizani cha pale Vigwaza mkoani Pwani. Kiboko.